Kwa majina anaitwa Masudi Msabaha, mwenyekiti wa kijiji cha Ludewa Batini. Majuzi muda wa saa 7 kuna kijana Athmani Salum, mwanafunzi wa form 2 alikamatwa na mamba katika mto Wami. Na sisi kama viongozi baada ya kupata taarifa tukawapigia wananchi, tukaingia mtoni kwa lengo la kusaka yule mamba ili tumpate huyo mwanafunzi ambaye alichukuliwa na huyo mamba. Majuzi tumehangaika kutwa nzima tukumpata. Jana tumehangaika kutwa nzima tujampata, ila leo muda wa saa 12 asubuhi tukapigiwa simu na wavamiaji wale ambao huwa wanavamia kwa kazi ya kutafuta mamba. Sasa wavamiaji wakatupa taarifa kwamba tumeona mamba amekamata paja la mtoto asubuhi. Baada ya kuja maeneo haya, wale mamba wakakimbia na ile paja. Bahati nzuri baada ya kutafuta chini akakutwa kichwa cha huyo kijana Athmani Salum asubuhi ya saa 12 ya leo. Kwa hiyo kwa utaratibu tumefanya utaratibu, tukawapigia wahusika wa viongozi na tumezika muda wa saa 5 leo asubuhi kichwa cha huyo marehemu Athmani Salum. Amekamatwa na mamba wakati akiwa katika jitihada za kuweka mitego ya samaki katika mto huu Wami kule katika eneo la Banio. Kutoka tulipopata taarifa hizi, serikali ya wilaya lakini serikali ya mkoa tulichukua jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba tunamtafuta kwa haraka na ikiwezekana kunusuru maisha yake, lakini vile vile kuona namna ambavyo pengine kwa haraka huo tungeweza kudhibiti kabla mamba hawa hawajafika mbali na ndugu yetu. Kwa siku 2 mfululizo jitihada za kumtafuta zimefanyika kama ambavyo mwenyekiti ametueleza, kwa kushirikiana na TAWA mkoa wa Morogoro, wote walifunga kambi katika maeneo haya. Kwa siku 2 hizo hatukubahatika kupata mwili wa kijana wetu huyu, na kama ambavyo mmemsikia mwenyekiti muda mfupi uliopita ni kwamba leo asubuhi walitujulisha viongozi wa mamlaka ya wanyamapori kwamba kimeonekana kichwa cha kijana Athmani Salum ambaye alichukuliwa na mamba hao siku hiyo ambayo nimesema, siku ya Jumatatu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni kustiri hicho ambacho kimepatikana kwa maana ya kichwa, lakini maelezo anaeleza kwamba sehemu ya kiwiliwili hicho kwa maana ya paja imeonekana kwamba viumbe hao wameondoka navyo. Ni tukio ambalo linasikitisha na ni tukio la huzuni kwa sababu hakuna ambaye ametegemea, hakuna ambaye ametarajia. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, viongozi, lakini na familia kwa ujumla, serikali inatoa mkono wa pole kwa mtihani huu ambao umetokezea, lakini wakati huo huo maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Adam Kigoma Malima kwa mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori ni kwamba tathmini ya haraka ifanyike. Kwanza tunataka kujua kwa ujumla wake katika mto huu mto Wami kuna mamba wangapi ambao wanakadiriwa sasa hivi wamekuwa wakionekana, lakini pia wamekuwa na makazi katika maeneo haya. Tunafahamu ziko nyakati ambazo si nyakati zote ambao kunakuwa na mamba, lakini kipindi cha mvua kubwa lazima tukubali kwamba wanyama hawa huwa wanahama kutoka eneo moja kutembea kwenda maeneo mengine. Kwa hiyo hata ndugu zetu ambao wanafanya shughuli hizi za kutafuta pengine samaki na nini, ni kipindi ambacho kinatakiwa kuwa na tahadhari kubwa. Na mtakumbuka wiki kama 2 zilizopita nilifanya ziara hapa Ludewa wakati nikitembelea waathirika wa mafuriko. Moja ya jambo ambalo nilisisitiza sana ni tahadhari kuchukuliwa juu ya usalama wa watoto wetu, lakini na jamii kwa ujumla, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba mamba atamchukua mtoto tu. Tahadhari hii ni jamii kwa ujumla. Na sasa hivi ni waelekezo watendaji, lakini vile vile nimezungumza na afisa tarafa, lazima tuweke yale mabango ya tahadhari kuonyesha kwamba maeneo haya sio salama kwa kufanya shughuli za kibinadamu, lakini vile vile kuonyesha kwamba kuna jambo ambalo ni hatarishi. Mtu atakapoingia kwa bahati mbaya ajue kwamba maeneo ambayo anayoingia hayako salama. Lazima elimu hii ya matumizi sahihi ya maeneo haya ambayo ni hatarishi iendelee kutolewa. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani na viongozi mlioko hapa, jukumu hilo ni la kwetu sisi viongozi na kila mmoja atimize wajibu wake.